Mchungaji Baraka Nchama ni mkurugenzi wa idara ya uwakili jimboni SNC. Hapa anasisitiza umuhimu wa sabato za wageni ama sabato za ujirani mwema, kwani ni sehemu ya uongofu wa roho mpya. Ni vizuri kama washiriki tukaelewa kwamba sabato hizi ni za maana sana, kwa sababu kila mshiriki ndani ya kanisa ana wajibu wa kufanya, na wajibu huu mkubwa ni wa uinjilisti, kuwaalika marafiki, watumishi wenzetu, majirani kuja, ndugu na jamaa zetu, kusikia neno la Mungu ni jambo la maana sana. Na watu wanaokuja katika mikutano ya namna hii, wengi wamekutana na baraka nyingi, ikiwa ni pamoja na kumwamini Yesu, lakini zaidi sana kujenga mahusiano yao na Mungu. Natoa wito kwamba kila muumini katika kanisa la Adventista wa Sabato kokote aone ni furaha na fahari kuwa mshirika, kwa kualika, kukaribisha na kushiriki katika sabato za ujirani mwema na urafiki kama zinavyopangwa katika makanisa yetu. Bwana atubariki na atusaidie kufanya kazi yake hata ajapo mara ya pili. Mchungaji Joseph Emmanuel Mpina, ambaye ni mchungaji wa mtaa wa Mabatini katika kanisa la Waadventista wa Sabato, hapa anatoa wito kwa zoezi hilo liwe endelevu katika makanisa mengine wa Adventista wa Sabato, ili kuhakikisha kwamba roho za watu zinaongolewa kupitia nyanja hiyo. Wito wangu na maoni yangu ni kuwaasa makanisa yote na waumini wote wa kanisa la Waadventista Sabato kwamba hebu tutumie fursa kama hizi za kutafuta marafiki kwa ajili ya kuwaleta kwa Mungu na kuwaonyesha upendo wa Mungu. Kwanza kabisa tulianza kwa kutawanya masomo ya unabii, kusomesha masomo ya unabii, na masomo haya yamekuwa mbaraka kwa watu wengi. Lakini mbili, pia tumeandaa siku hii ya leo kwa ajili ya kuleta muunganiko sasa na hawa watu ambao tumekuwa tukijifunza pamoja nao. Na imekuwa ni ibada ya pekee kwa sababu watu wamebarikiwa kwa neno, lakini pia tumeona mwitikio mzuri. Watu wengi wamekuja na wengi wao wamejitoa kwa ajili ya kubatizwa. Nao wageni waliohudhuria katika ibada hiyo, akiwemo B Happiness Joseph, wanaeleza furaha yao katika kuhudhuria siku ya marafiki katika kanisa la Waadventista wa Sabato Mabatini. Nimefurahia kuwa hapa Mabatini kwa Adventista wa Sabato Mabatini. Nimefurahia kuenjoy nao siku ya leo. Namshukuru Mungu pia kwa kuwa hapa mahali hapa siku ya leo. Nimefurahia pia jinsi walivyonipokea, nimefurahia ni mchungaji alivyonipokea, nimefurahia washirika walivyo na upendo, nimefurahia kuwa hapa kiukweli. Kwa hiyo nashukuru kwa jambo hilo. Pia nawakaribisha watu wote wa Mabatini kujumuika na kanisa hili la Adventista wa Sabato Mabatini. Nilisoma neno la Mungu kupitia sauti ya unabii. Nashukuru nilipewa zile series za kusoma vile vitabu, masomo 20. Namshukuru Mungu nimesoma kwa usiku mmoja tu na nikaweza kufaulu, na pia nimekuja kupokea cheti changu siku ya leo. Kwa hiyo ninafurahi sana katika hilo. Nimepata vitu vipya. Pia napenda kualika kwa wale ambao hawakufika kwa siku ya leo, au wakipata wakati mwingine mzuri, au wakikutana na watu kama hawa, waweze kuhudhuria na kufika kwa wakati. Aidha, kwa upande wa waandaaji wa tukio hilo, akiwemo Bi Esther Kitinga, ambaye ni mkurugenzi wa shule ya Sabato katika kanisa la Waadventista wa Sabato Mabatini, hapa anabainisha mpango mkakati wa kuanzisha zoezi hilo, huku akisema kwamba linatija katika masuala mbalimbali, hasa ya uinjilisti na kuboresha ujirani mwema. Tunapowaalika wageni ambao sio Waadventista wa Sabato, lakini anapojifunza kule na akija katika kanisa la Waadventista wa Sabato, anajifunza mambo mengi, lakini wakati mwingine anaweza akachukua hatua kwamba ni wapi kanisa la kweli la kusali. Lakini si hivyo tu, anajifunza mambo mengi. Tunapowapatia vile vitabu, anajifunza kwa kupitia vile vitabu na kusoma neno la Mungu kwenye hivyo vitabu.